Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni alfabet za lugha ya Kiarabu, ziko tofauti na herufi alfabet za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24 na ziko na utofauti na herufi alfabet za lugha ya Kiingereza ambazo ni 26. Herufi za abjad zimegawanyika katika pande kuu 4 na kila kundi la pande moja zimegawanyika herufi 7. Na kundi la kwanza ni kundi la asili ya moto, na kundi la pili ni kundi la asili ya udongo, na kundi la tatu ni kundi la asili ya upepo, na kundi la 4 ni kundi la asili ya maji. Kama ambavyo ulivyo sisi binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Je, ni herufi gani ya abjad ambayo nakuletea hapa? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu muujiza na maajabu na siri nzito ya herufi nun. Kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi sugu yaliyoshindikana, hasa wakina mama wanaosumbuka na maradhi ya hedhi au maradhi ya kutokwa na damu katika pua au kutokwa na damu pahala popote, na kwa yule mtu ambaye pia anasumbuka na maradhi ya kifua, anasumbuka na maradhi ya pumu, maanisha maradhi yote ambayo ni sugu yaliyoshindikana hayasikii dawa. Andika herufi hii ya nun katika siku ya Merikh, siku ya Jumanne, wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama. Iandike mara 90, na wakati unaiandika katika karatasi nyeupe utatumia dhafarani pamoja na miski, na utakuwa unasoma utajo huu: ya Halim ya Shakuru, ya Halim ya Shakuru, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika hiyo tarasimu kupitia dhafarani na miski. Iliweke katika maji, mpatie mgonjwa anywe. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukifanya mwendelezo kwa muda wa siku 7, mgonjwa akawa anakunywa, basi hakika atapona maradhi yake. Kwa yule mtu ambaye anatumikia kesi kwa kusingiziwa, amefungwa, yuko jela na anaamini fika nimefungwa bila hatia, isome herufi hii ya nun wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama kila siku katika maisha yako. Fanye iwe ndio miradi yako. Soma katika idadi isiyofahamika, hata mara 1000, mara 500. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utatoka jela na haki yako utaipata. Kwa yule mtu anahitaji kuwa ni mtu mwenye elimu na apate elimu mbalimbali kutoka kwa viumbe, kutoka kwa mahudam, kwa majini, na katika kichwa chake awe na uwezo wa kuhifadhi hizo elimu mbalimbali ambazo watu wengine zinawashinda. Isome herufi hii ya nun mara 1000 kila siku wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Hakika kwa idhini yake Allah utakuwa ni mtu mwenye kupata elimu mbalimbali kutoka kwa viumbe, na utakuwa na uwezo wa kuhifadhi elimu kubwa kubwa katika kichwa chako. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kuondosha matatizo ya kukosa usingizi katika maisha yake, kila baada ya swala awe anasoma herufi hii ya nun mara 200. Hakika kwa idhini yake Allah ataondokana na matatizo ya kukosa usingizi. Haya ni maajabu na muujiza wa herufi nun. Kama unavyoona hapa, Daktari Musa ofisini kwangu,
kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa. Unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, namaanisha pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa mvuto kupitia kile unachokifanya, pete ya kukupatia mafanikio, pete iliyofanyiwa kafara ya wanyama mbalimbali. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha, ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au baba kapita, au mdada kapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592, na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.